Sawa. Bwana, mchezo wa KMKM leo dhidi ya dhidi ya Azam FC. Unajua nimecheka kuna maandishi nimeona Instagram. Ya utani tu mwalimu wa KMKM akisema kama Azam FC wakiambiwa wamtoe afisa habari wao, yule kaipa afisa habari Hashim Ibwe, wamtoe ili wafuzu, basi wanaweza kumtoa. Wale kumtoa tu wametafsiri kumtoa kafara. Kumtoa kafara. Yaani kama wakiambiwa wamtoe kafara, wamtoe kafara ili wafuzu. Wako tayari. Nadhani ni watani. Nadhani wana huo tayari. Bwana, mimi wakati nakuuliza hilo swali la mchezo wa KMKM dhidi ya Azam FC nikakumbuka wakati ninacheka nikagusia kidogo. Mchezo wao leo ni historia mpya kwa Azam FC. Azam FC wanakwenda kuandika historia mpya kwenye mpira wa Tanzania kwa upande wao. Wanajitazama wao wanaelekea hatua ya makundi kama wakishinda ama kutoa sare, na mpaka sasa wana uongozi wa goli 2-0. Timu ambayo wanakwenda kukutana nayo wao wameshatimiza malengo yao mapema kabisa. Hii ni bonus tu tunaita, kwamba wao walikuwa wanataka kuvuka ile hatua, zile hatua za awali kabisa kuingia raundi ya pili, na tayari wamefanikisha hiyo. Fursa kwa Azam FC kuandika historia mpya kwa upande wao. Bila shaka, na nafikiri pia kwa baadhi ya wachezaji, hasa hawa wapi ambao wameingia ndani ya Azam ambayo inajaribu kubadilika sasa na kuondoka katika ule ukawaida ambao waliuishi kwa miaka karibuni na kurejea kwenye plani yao ya awali kabisa ambayo ndio walianza nayo wakati wanaizindua sasa Azam FC katika soka la Tanzania na Afrika, kwamba ndoto yao ni kuwa moja ya klabu kubwa Afrika Mashariki kama sio Afrika kiujumla. Nafikiri kuwepo Florai Benge na matokeo ambayo wamepata katika mchezo wa kwanza, yote hivi vikiungana vinatengeneza taswira ya Azam ambayo inaweza kweli kurejea kwenye kile ambacho walikuwa wanapanga tangu awali kabisa katika historia yao. Mchezo wenyewe utakuwa ni mwepesi bila shaka kwa Azam FC, hasa kwa sababu ya KMKM wanaweza kawa ndio walikuwa wana ambition za kufanya makubwa dhidi ya Azam, lakini utofauti umeonekana katika mchezo wa kwanza. Ukubwa na udogo wa hizi side mbili umeonekana. Azam uwekezaji, system yao ya uchezaji, kwa maana ile tunasema taswira ya mpira wanaocheza ilidhihirika sasa under Florai Benge. Wanataka kufanya nini msimu huu? Wanachotaka ni kupata matokeo ambayo wakiunganisha moja kwa moja na wapeleka katika hatua ya kubeba mkono. Lakini sasa kwenye michuano ya CAF Confederation Cup ambayo ndugu zao Simba msimu uliopita waliingia final, Azam wanaweza kaitumia safari ya Simba msimu uliopita na wao kufanya kile ambacho Simba walikifanya, kuheshimu mechi zote, iwe ni nyumbani ama ni ugenini. Wamekutana na KMKM ambao ni ndugu zao, lakini wamewaadhibu azifu ni wageni kabisa wa soka la Tanzania, lakini wao ni ndugu zao, lakini wamewaadhibu katika misingi ya mpira. Wanapaswa watumie hii mentality ambao wamecheza nao dhidi ya KMKM katika mechi zinazofuata sasa, kwa sababu hadi sasa tunaona kwamba Azam tayari mguu mmoja tayari upo katika hatua ya makundi. Atakapoingia mazima katika hatua ya makundi, watapaswa kuziheshimu mechi zote bali na ugenini, kama ambavyo Simba walivyokuwa wanafanya msimu uliopita. Hadi tumesema kwamba sasa Simba hii timu ambayo kweli inaweza katika hatua za mwisho na kuwekeza hofu kwa wapinzani kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo naamini Azam huu ni msimu wao ambao wanaweza kufanya makubwa ikiwa watajiamini kwamba wanayo nguvu ya kufanya hivyo bila hata kutegemea support nyingine kutoka kwa wakongwe, kwa sababu kuna siku nilizungumza hapa kwamba Azam kuna wakati ni kama wanajaribu kutembea kwenye safari ya mpira kivyao. Inawezekana pia kuna nguvu ambao wanaijua waliokuwa nayo ndani yao inaweza ikawafikisha huko, lakini kuna wakati pia wanahitaji kupata support ama ushauri kutoka kwa hawa wakongwe Simba, namna gani ambavyo wanaziface hizi mechi za kimataifa, challenges ambazo wanazipata na namna ambavyo wanavuka hizo changamoto na kuweza kupata matokeo. Azam wanaweza kutumia njia kama hizo, lakini unavyowashuhudia wanavyocheza mechi zao ni kama wanaendelea kuamini katika njia zao wenyewe, na kitu ambacho ni kizuri zaidi. Kwa hiyo tunagundua kwamba Azam wanaweza kutembea katika safari ya mpira hapa Afrika kwa kuamini kwenye mbinu zao, mikakati yao na mipango yao.
kama waliamini Florai Benge ni mtu sahihi kwao, basi ni kweli anaweza kuwa ni mtu sahihi kwao, kwa sababu ana deliver matokeo ambayo ni bora, na hata wachezaji ambao wamesajiliwa nao wanaonyesha tofauti na wale ambao waliondoka katika kikosi cha Azam. Kwa hiyo mchezo wa KMKM dhidi ya Azam na marudio, bila shaka Azam wana nafasi kubwa zaidi ya kushinda mchezo huo, lakini kwa upande wa KMKM bado nafasi itakuwepo msimu unaofuata, kwa sababu cha msingi wao wanajifunza zaidi kutoka katika timu za bara. Klabu za Zanzibar zitabaki kuwa ni wanafunzi kwa upande wa timu za bara kwa kwenye lengo za uwekezaji na namna ambavyo wanaweza kudeploy wachezaji tofauti katika mechi ambazo wanazicheza. Sawa sawa, wacha tukashuhudie Azam wakiandika historia mpya kwenye mpira. Huwezi kusema kwenye mpira wa Tanzania. Kwenye nini? Wanaandika historia mpya kwenye klabu yao. Kwenye klabu yao. Kwa sababu kwenye hii miaka 4 ambayo tuko na timu 4 wametolewa na timu nyingi ambazo hazikuwa na ubora mkubwa kuliko wao. Subiri kidogo hapo. Wametolewa na timu nyingi ambazo hazikuwa na ubora kuliko wao. Exactly. Nimeona hiyo hoja ya kwamba Azam FC msimu huu wamekutana na wapinzani wepesi. Kwa upande wako wewe, hilo lina mashiko ama ni ubora wa kocha Florai Benge ambao amekuja kuongeza ndani ya Azam FC? Mimi nafikiri kwamba mentality ya Ibenge inaweza kawa imeifanya Azam ka step up, lakini kwa swala la wapinzani ambao Azam amekuwa kukutana nao, mara nyingi amekuwa kukutana pia na wapinzani wepesi na bado alikuwa anatolewa. Msimu uliopita alitolewa na APR, ambao ukienda kuangalia APR ukaifanisha na Azam, kuna utofauti mkubwa sana kwa kiuwekezaji, lakini pia hata quality of players tofauti kabisa, lakini bado Azam aliweza kutolewa. Lakini pia msimu juzi alitolewa na Dakenema kutoka Ethiopia, timu ambayo alitolewa kwa penalti, kwa mgoja penalti akiwa hapa Tanzania, jambo ambalo nilishangaa inakuwaje Dakenema anaitoa Azam. Msimu 2023 alitolewa na Al Akdar, naikumbuka timu ambayo msimu wa nyuma yake ilifungwa hapa Tanzania mabao 2-0 na Biashara United, ambao ilikuwa ni 2021. Kwa hiyo Al Akdar ilimtoa Azam na watu wakashangaa Azam anatoaje na timu kama hii ambayo hata Biashara United alipambana na akaonyesha kwamba anaweza kashinda. Lakini sehemu pekee ambayo alitolewa na sikuweza kuwa na kinyongo naye ni wakati alipotolewa na Pyramids kwenye 2021. Pale sikuona kama kuna sababu ya mtu kulalamika, kwa sababu Pyramids alikuwa amewekeza na tunafahamu kwamba alikuwa na project, na inakuonyesha kwamba baada ya hapo amekuja kuchukua ubingwa baada ya miaka 4, kwamba alikuwa anajua anachokifanya. Kwa hiyo ukiangalia wapinzani watatu wa mwisho wa Azam hawakuonekana kwamba wana uzito alionao Azam, lakini walifanikiwa kumuondoa Azam. Kwa hiyo hata sasa hivi KMKM ukitokea kwamba Azam alimtoa KMKM, isionekane kwamba Azam ilikuwa ni mechi nyepesi. Ilikuwa ni mechi ngumu vile vile. Nadhani tofauti mkuu inakuja kwenye kile ambacho kocha ameweza kukileta ndani ya klabu, kwamba tunafikiria hivi, tukitaka kufanikiwa kwenye michuano ya kimataifa lazima tufikirie kwa namna hii. Kwa hiyo inaenda kuambukiza wachezaji na ambukiza viongozi, na baadaye unaanza kuona kwamba timu sasa inaanza kukua na kupata mafanikio ndani ya pitch. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba issue sio wapinzani wa Azam. Issue ni kwamba Azam kumleta Ibenge wameinvest kufika makundi ya CAF Confederation Cup. Na sio bahati mbaya.